Kwa jina naitwa Sister Joyce Mboya CDNK, mkuu wa idara ya elimu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Nipo mbele yenu siku ya leo. Napenda kutoa ufupisho mfupi wa matokeo yetu ya kidato cha 4 2025. Awali ya yote kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa wema na upendo wake tunaona shule zetu zinaendelea kufanya vizuri mwaka hadi mwaka. Hivyo tuna kila sababu ya kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Mwaka 2025 wanafunzi wa shule zetu walikuwa jumla wanafunzi 20,068 waliofanya mtihani wa kidato cha 4, ambapo jumla ya wanafunzi wote kwa shule zetu Tanzania walikuwa wanafunzi 569,883. Hivyo kati yao basi 20,068 walikuwa wanafunzi kutoka katika shule zetu za Kanisa Katoliki. Kati ya wanafunzi hao matokeo yao kama tunavyosema yalikuwa ni mazuri na yenye kutia moyo. Wanafunzi 19,693 walipata daraja la 3 na waliobaki walipata daraja la 4 na wachache walipata 0. Sasa wanafunzi wa 19,698 kati ya wanafunzi 20,068 ni sawa na 97%. Kwa hiyo wanafunzi wetu 97% wana uwezo wa kujiunga na kidato cha 5 na pia wana uwezo wa kujiunga na vyuo mbalimbali katika nchi yetu. Hivyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na jumla ya wanafunzi hao waliopata daraja la 4 na 0 walikuwa ni 375. Sasa kwa ufupi tu tukiangalia ufaulu wa mwaka juzi 2024 na mwaka jana 2025, ufaulu umeongezeka kwa 0.2. Kwa hiyo ndio tunaona kwamba bado tunaendelea kupiga hatua kila mwaka. Division 1 zilikuwa waliopata daraja la kwanza walikuwa wanafunzi 13,780 ambayo ni sawa na 68.66. Daraja la pili walikuwa wanafunzi 4,615 sawa na 22.99. Daraja la tatu wanafunzi 1,298 sawa na 6.46. Na daraja la 4 walikuwa wanafunzi 358 sawa na 1.78. Na walio feli walikuwa wanafunzi 17 sawa na 0.08. Katika ufaulu huo, ufaulu wa shule kwa maana ya madaraja, daraja A zilikuwa shule 81 na waliopata ufaulu wa daraja B ilikuwa shule 169. Waliopata daraja C walikuwa shule 35 na waliopata daraja D walikuwa shule 1. Hakuna shule ambayo ilipata daraja la 0. Hivyo ndiyo maana tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu kwamba shule zetu nyingi zimepata ufaulu wa daraja la A na B na wachache sana wamepata daraja la C. Tunapolinganisha sasa matokeo haya ya mwaka 2025 na yale ya mwaka 2024 ili kuonesha ni kwa namna gani basi tunaendelea kumshukuru Mungu, Mwaka 2024 Division 1
au daraja la kwanza zilikuwa walikuwa wanafunzi 12,308, wakati 2025 ni daraja la kwanza ni 13,780. Mwaka 2024 waliopata daraja la pili walikuwa wanafunzi 4,991, na mwaka jana 2025 wamekuwa wanafunzi 4,615. Kwa hiyo utaona kwamba madaraja yale ya chini yanazidi kushuka na kuongezeka kwenda juu. Mwaka 2024 daraja la tatu walikuwa wanafunzi 1,446, na mwaka huu 2025 wamekuwa 1,298. Na mwaka jana, mwaka 2024 walikuwa daraja la 4 walikuwa wanafunzi 428, na mwaka jana 2025 wamekuwa wanafunzi 358. Kwa matokeo haya basi tunaona kwamba shule zetu zinafanya vyema, na ni vyema tukaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vile vile katika matokeo haya tutatoa kwa ufupi shule zile ambazo wanafunzi waliopata 10 waliofanya vizuri, wanafunzi 10, na tunaziweka katika makundi mawili. Kundi la wanafunzi daraja la kwanza au daraja A ni wale ambao wako juu ya wanafunzi 40, na kundi B litakuwa wanafunzi 10 bora, wale ambao wako wanafunzi chini ya 40. Basi shule ambazo zimepata ufaulu mzuri na zikashika nafasi ya kwanza mpaka ya 10 kwa kundi A ni St. Francis ya kwanza, Tengeru Boys ya pili, Kanosa ya 3, Precious Blood Arusha ya 4, St. Augustine Tegaste sekondari iko Dar es Salaam, Bethel Subs Girls sekondari ipo Mafinga, John Merlin sekondari ipo Dodoma, Maua Seminari ipo Moshi, St. Joseph Boys Science Same, na ya 10 ni Marian Boys ambayo ipo jimbo la Bagamoyo. Hawa wote kama walivyo wote wana daraja A katika ufaulu kwa nafasi ya shule. Tukienda kwenye kundi B au kundi B ambalo lina wanafunzi chini ya 40, shule ya kwanza iliyopata namba ya kwanza ni Msakila sekondari ipo jimbo la Sumbawanga, Little Way sekondari ipo jimbo la Njombe, St. James Seminari jimbo la Moshi, Akienjo sekondari ipo jimbo la Moshi, Queen of Apostles Ushirombo Seminari ipo jimbo la Kahama, Sigrid Matema Girls jimbo la Njombe, St. Joseph Alamano jimbo la Mbeya, Arusha Catholic Seminary jimbo la Arusha, Louis Montfort jimbo la Dar es Salaam, na namba 10 ni Kaengesa Seminari iliyoko jimbo la Sumbawanga. Hivyo nitumie nafasi hii kuwashukuru sana na kuwapongeza wakuu wetu wa shule kwa jitihada kubwa ambazo pamoja na changamoto wanazokutana nazo katika utume wao wa kuongoza na kusimamia shule, bado wamesimamia matokeo ya shule zetu yakawa bora na bora sana. Hivyo niwapongeze sana wakuu wa shule. Lakini pia nitumie nafasi hii kwa namna ya pekee kuwapongeza mababa askofu wetu, kwa sababu wao ndio wasimamizi wakuu wa shule zetu katika majimbo. Kwa ushirikiano wao kwa wakuu wa shule zetu na kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa ufasaha na kwa ufanisi mkubwa ambao umeziwezesha sasa shule zetu kufanya vyema kama zilivyofanya. Pongezi za pekee sana ziwafikie walimu wetu. Wao kama tunaweza kuwaita wapishi wakuu
wa watoto hawa waliowaandaa katika masomo mbalimbali, na tunaona ufaulu kama ulivyo. Tunawapongeza sana walimu wetu kwa juhudi kubwa wanayofanya. Sio rahisi kumtoa mwanafunzi kutoka hatua moja anapoingia kidato cha kwanza kwa uelewa mdogo mpaka anapofika kidato cha 4 kwa uelewa ambao tunaupima kwa matokeo haya. Hiki tunachokiona tunaamini ndicho ambacho walimu wetu wamefanya juhudi. Na zaidi sana tunawapongeza wafanyakazi wengine wote. Kila mmoja amekuwa na mchango wake, wale ambao sio walimu kuhakikisha pia wanashirikiana na wale ambao ni walimu na uongozi wa shule kuhakikisha kwamba shule zetu zinafikia malengo yake kama zilivyopangwa. Na tusiwasahau kwa namna ya pekee wanafunzi ambao wao tumesimama hapa kwa sababu wao ndio walioketi kwenye mtihani na wakafanya haya ambayo wameyafanya. Hivyo tunawapongeza sana popote walipo, na tunawaombea mafanikio zaidi na zaidi kwa wale watakaoenda kidato cha 5 na kwa wale watakaoenda katika vyuo mbalimbali. Tunawaasa yale ambayo wameyapata katika shule zetu ambazo zinajikita zaidi kumlea mtu akili, moyo na mwili, waendeleze yale yote walioyapata, malezi bora waliopewa wakayazingatie popote walipo. Isiyo kutoka katika shule zetu na kuendelea katika maeneo mengine wanabadilika, bali wabaki katika msimamo wao ule ule. Na kwa wakuu wetu wa shule niendelee kuwatia moyo kwamba hakuna jambo ambalo haliwezekani, kila jambo linawezekana. Waendelee kufanya kazi yao kwa juhudi kubwa, wakijua kwamba wanafunzi wote, walimu na wazazi na serikali kwa ujumla na kanisa linawatazama wao. Hivyo wasirudi nyuma, waendelee mbele. Changamoto zitakuwepo, lakini pamoja na Mungu ambaye daima sisi kama kanisa tunamtegemea, hakuna ambalo litashindikana. Niendelee pia kuwaalika wakuu wetu wa shule kuendelea kufanya kazi karibu na taasisi za serikali zilizoko katika maeneo yao, lakini kuendelea kuona namna bora ya utekelezaji wa mitaala hii iliyoboreshwa, na hasa kwa upande wa amali. Najua shule zetu chache zimeshaanza, lakini basi niwaalike tena kuhakikisha kwamba wanaanza hii mitaala ya amali ili kuendelea kuimarisha utendaji kazi wa watoto wetu, lakini kuandaa vijana wetu kuingia kwenye soko la ajira kwa maana ya Tanzania, lakini na ulimwengu kwa ujumla. Vile vile niwaalike waendelee pia kuwa wasoma alama za nyakati, wakihakikisha kwamba wanaenda na mabadiliko yanavyoenda haya ya sayansi na teknolojia. Hatuwezi kukwepa sayansi na teknolojia. Sasa tuna AI ambayo hatuwezi kuikwepa. Ni jukumu lao kama wasimamizi, kama wabeba maono wa taasisi kuhakikisha kwamba wanaielewa AI, wanaelewa mabadiliko yote ya sayansi na teknolojia yanayokuja, na kuweza kuwasaidia vijana na wale wanaowaongoza kwenda na mabadiliko hayo katika mtazamo chanya, na yale ambayo yako katika mtazamo hasi basi waone ni namna gani watayaweka yaweze kwenda katika weledi wake. Vile vile kwa matokeo haya niendelee kualika wazazi na wazazi walete wanafunzi wao kwenye shule zetu. Shule zetu ni kitovu cha malezi na maadili bora, lakini na elimu ambayo itamsaidia mtoto kujitambua na kuwa na mang'amuzi ya kuyajenga maisha yake, lakini na kuisaidia jamii yake, ambayo hilo ndio lengo kubwa sana la kanisa, kuhakikisha anayeundwa, na hata ndio ilikuwa falsafa ya mwalimu wetu hayati Julius Nyerere,
kwamba mtoto huyu anapotoka shuleni aweze kwenda kuisaidia jamii yake. Basi tuwaone watoto wetu watakapotoka kweli wanaisaidia jamii. Hivyo msisite kutuletea wanafunzi ili tuweze kuwapa malezi bora. Nimalizie kwa kusema nawashukuru sana na ninawatakia utume mwema na malezi mema kwa vijana wetu wa Tanzania. Asante.